Mheshimiwa Wanahabari, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutanisha siku ya leo wote, naamini tukiwa wazima na afya. Kama ambavyo nimetambulishwa, mimi ni Waziri Kivuli wa Nishati. Utakumbuka kwamba toka mwaka 2010 toka nilipochaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mbunge, wakati huo nikiwa mbunge wa jimbo la Ubungo na sasa mbunge wa Kibamba, toka mwaka 2010 wakati serikali ilipokuwa na wizara moja ya nishati na madini kwa pamoja, mimi ndio nilikuwa ni Waziri Kivuli wa Nishati na Madini kwa kipindi chote hicho. Lakini mtafahamu kwamba mwaka 2018 serikali ilifanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri, ya kimuundo, ambapo wizara ya nishati ilitenganishwa pamoja na wizara ya madini. Kwa sasa mimi ni Waziri Kivuli wa Nishati peke yake, sekta ya nishati. Sasa sekta ya nishati ni pana, lakini ndani yake kuna sekta ndogo gesi na kuna sekta ndogo ya mafuta. Kwa ni sekta ya nishati, lakini ndani yake kuna sekta ndogo ya umeme, sekta ndogo ya gesi na sekta ndogo ya mafuta. Leo nitazungumza zaidi kuhusiana na sekta ya umeme, na nitagusa kidogo kuhusu sekta ya gesi, na mengine mtakwenda kuyasikia bungeni, kwa sababu tarehe 28 mwezi huu, siku chache zijazo, wizara inakwenda kusoma bajeti ya wizara ya nishati. Na tayari mimi kama Waziri Kivuli wa Nishati, kama msemaji wa kambi rasmi wa upinzani kwa upande wa nishati, nimekwisha andaa rasimu ya mwisho kabisa ya hotuba kivuli ya nishati, na tayari ina kurasa 80 na aya 145 za kuzungumza kuhusu mambo mbalimbali kwenye sekta ya nishati, ndani ya sekta hizi ndogo ya umeme, sekta ndogo ya gesi na sekta ndogo ya mafuta. Kwa leo sitazungumza kwa undani, kifungu kwa kifungu, kipengele kwa kipengele, msimamo wetu kuhusiana na masuala ya nishati. In terms of legitimacy, hakuna serikali, pamoja na kuwa legally serikali ipo, lakini kimaadili serikali imepoteza uhalali wa kimaadili kwa kukosa uwajibikaji wa pamoja. Serikali ieleze inaficha nini, ni kwa nini maelezo ya uongo yatolewe. Na kwa sababu hiyo basi, kwa kuwa serikali yenyewe, ukiondoa maelezo ambayo natoa mwito kwa wizara hizi mbili za fedha na wizara ya nishati kujitokeza mbele ya vyombo vya habari kesho kuzungumza, kwa kuwa serikali yenyewe ilileta bungeni miswada kadhaa ya sheria kuhusiana na sekta inayogusa rasilimali za nchi, mswada mmojawapo ukiwa na kifungu chenye kutoa wajibu na haki kwa bunge na wajibu kwa serikali kwenye mikataba mikubwa ya nchi inayogusa rasilimali za nchi. Mikataba hiyo iliwekwa kifungu kwamba inabidi ipelekwe bungeni. Sasa kwa sababu kumeshatokea utata kuhusu mradi wa Stiglas, natoa mwito kama Waziri Kivuli wa Nishati kwamba tarehe 28 mwezi huu, wakati waziri anasoma hotuba yake bungeni pamoja na hotuba ya serikali, awasilishe bungeni mkataba wa ujenzi wa mradi wa Stiglas ili mbivu na mbichi zijulikane. Kwa sababu serikali imesema bungeni vile vile kwamba mkataba waliosaini mpaka sasa na mkandarasi ni wa shilingi trilioni 6. Ujenzi wa mradi mkataba wa trilioni 6. Lakini serikali hiyo iliwahi kusema vile vile kwamba mradi mzima wa Stiglas utagharimu shilingi trilioni 10. Lakini wachambuzi mbalimbali, ukianzia wachambuzi wa serikali yenyewe, ikiwemo Wizara ya Nishati na Madini, wakati huo ikiwa Wizara ya Nishati na Madini mwaka 2016 ilifanya uchambuzi kuhusu gharama za ujenzi wa mradi wa Stiglas ya ujenzi. Kwa jumla mradi wa Stiglas ungetumia muda wa miaka 12 kujengwa, kwa tathmini ya wizara yenyewe ya nishati, wakati huo ikiwa Wizara ya Nishati na Madini mwaka 2016, na tathmini ya wataalamu kuanzia mwaka 2012. Sasa kama hata tukichukua tu kiwango ambacho
kimesemwa bungeni kwamba mkataba umesainiwa trilioni 6. Kwa kawaida miradi mikubwa huwa inakuwa na cost, kuna kitu kinaitwa cost overruns, ongezeko la gharama kadiri muda mradi unavyozidi kwenda. Kwa hiyo kama serikali imesema imesaini mkataba wa ujenzi wa miezi 36 ambao ni miaka mitatu, nikitumia kigezo cha uchambuzi wa nyuma wa wizara hiyo hiyo kwamba mradi utatumia miaka 9 hadi miaka 12, ukiingiza factor ya cost overrun, kuongezeka kwa gharama kutokana na muda, alafu ukapiga mahesabu sasa, badala ya miezi 36 ukachukua hiyo miaka 12 ambayo ni miezi 144, ukafanya kwa ongezeko la 30% kwa kila mwaka. Kwa uchambuzi huo, gharama za mradi wa Stiglas, kama mradi utatekelezwa kwa miaka 12 au miaka 9 kama ambavyo ilisemwa awali na serikali, na sio miezi 36 ambayo serikali inasema sasa, gharama za mradi wa Stiglas zingekwenda mpaka trilioni 22.95. Trilioni 22.95. Sasa ni vizuri mkataba ukaletwa bungeni ili tukaonyeshwa katika mkataba uliosainiwa ni miujiza gani iliyowekwa sasa hivi kwenye mkataba ambayo inafanya mradi ambao serikali awali ilisema ungetekelezwa kwa miaka 9, awamu ya kwanza miaka mitatu, awamu ya pili jumla miaka 12, mradi wa miaka 12, ni miujiza gani ambao imepangwa kufanywa na serikali ya Magufuli ili mradi huo ukamilike katika kipindi cha miaka mitatu kama serikali inavyosema sasa. Sasa hii siri ya hili jambo itajulikana sio kwa kusikiliza maneno ya mawaziri, itajulikana kwa bunge kuona mkataba wa ujenzi wa mradi wa Stiglas na kuupitia kipengele kwa kipengele, kifungu kwa kifungu. Miaka ya nyuma wakati nikiwa waziri wa kivuli wa nishati na madini, tulikuwa tunataka sana mikataba iingie bungeni, serikali inagoma, inasema hakuna sheria inayoruhusu mikataba kuletwa bungeni. Sasa wametunga wenyewe sheria yenye kuruhusu mikataba mikubwa inayohusu rasilimali za nchi. Mkataba wa Stiglas unahusu sio tu rasilimali ya nchi ya uzalishaji wa umeme, unahusu vile vile kuharibiwa kwa rasilimali ya nchi kwa maana ya mbuga ya wanyama ya Stiglas, kipande chake kinahusu vile vile uvunaji mkubwa wa magogo ambao nitazungumza kidogo baadaye. Kokote huku kunahusiana na rasilimali za nchi kwa maana tatu za rasilimali za nchi. Kwa tafsiri hii, huu ni mkataba unaostahili kuletwa bungeni kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge. Sasa kwa kuwa utata umeshajitokeza, mkataba huu uletwe bungeni. Lakini jambo lingine muhimu sana juu ya mradi wa Stiglas ni serikali kusema jiwe la msingi inawekwa mwezi Julai mwaka 2019. Bunge hili ni bunge la bajeti, na kwa sababu ni bunge la bajeti, tunapitia utekelezaji wa bajeti iliyopita ambayo ni bajeti ya mwaka wa fedha 2019-2020. Alafu vile vile tunaangalia bajeti mpya ya mwaka 2019-2020. Watanzania wakiingizwa mkenge kuifikiria bajeti mpya peke yake inayokuja ya 2019-2020, wataipigia makofi serikali kwamba sasa mradi wa Stiglas unazinduliwa kujengwa mwezi Julai mwaka 2019. Lakini wanahabari wa uchambuzi, rudini nyuma, angalieni hotuba ya waziri wakati wa kuwasilishwa kwa bajeti ya mwaka 2018-2019, yaani hotuba ya waziri ya mwaka jana. Iliahidi, hotuba ya serikali iliahidi kwamba uzinduzi wa mradi wa Stiglas ungefanyika mwezi Julai mwaka 2018. Mwezi Julai mwaka 2018. Na serikali wakati huo ikasema imeweka kwenye bajeti shilingi bilioni 700 kuwezesha mkandarasi kulipwa 15% ya mradi mzima, ili sasa kazi iweze kuanza, jiwe la msingi lianze, ujenzi uweze kuanza. Ni nini kimeifanya serikali ishindwe kutekeleza huu mradi kwa mwaka mzima tofauti na ilivyoahidi? Ni nini kimeifanya serikali ishindwe kutekeleza huu mradi? Sisi tunafahamu kwamba serikali imeshindwa kutekeleza huu mradi kwa wakati kwa sababu
ilitarajia kuwa ingepata fedha kutoka ama kwa washirika wa maendeleo au ingekopa mikopo ya kibenki kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Lakini vyanzo vyote hivi viwili, ama kupata fedha kutoka kwa wahisani, washirika wa wabia wa maendeleo, au kukopa kibenki, vyanzo vyote hivi viwili serikali iligonga mwamba. Na serikali iligonga mwamba kwa sababu jamii ya kimataifa kwa sehemu kubwa inaishangaa serikali ya Tanzania ni vipi ikaharakisha. Inashangaa kwa sababu mbili. Kwanza, ni vipi serikali iharakishe kukata miti kwenye eneo kubwa la ujenzi, kuharibu sehemu ya mazalia ya wanyama na malisho ya wanyama kwenye ecosystem ya seluzi. Pamoja na kuwa nchi ni yenu, nyinyi kama nchi mtaamua kwa sababu nchi ni yenu, lakini sisi pesa zetu haziwezi kutumika kwa ajili hii. Kwa sasa serikali imeamua sasa, baada ya mwaka mzima wa kukwama, serikali imekuja na maelezo kwamba haihitaji fedha za nje kwa ajili ya kujenga huu mradi, itatumia fedha zake za ndani. Sasa mradi huu hata tukichukua kiwango cha chini cha takwimu ya serikali cha trilioni 6, ili serikali itoe pesa za ndani trilioni 6 kujenga mradi mmoja, wakati huo kuna mradi mwingine wa standard gauge railway nao unaendelea wa trilioni nyingi, kuna mradi wa ununuzi wa ndege unaoendelea na hapo kuna trilioni kadhaa zinatumika. Ili serikali iweze kutekeleza huu mradi, manake serikali itabidi iwatoe kafara wa Tanzania, ipunguze kiwango cha fedha kwenye miradi mingine ya maendeleo, ipunguze fedha kwenye miradi ya maji, ipunguze fedha kwenye miradi ya elimu, ipunguze fedha kwenye miradi ya afya, ipunguze fedha kwenye miradi mingine inayogusa wananchi wa kawaida, maendeleo ya watu, sio maendeleo ya vitu. Ielekeze kwenye hicho kitu kimoja kinachojengwa kinachoitwa STIGLAS. Sasa kama waziri kivuli wa nishati wa nishati, hata kabla nikiwa waziri kivuli wa nishati na madini, mimi ni mmoja wa watu ambao rekodi za bunge zikirejewa zinaonyesha niliuzungumzia mradi wa STIGLAS. Lakini mara zote tulisema huko nyuma kwamba STIGLAS Gorge ni mradi wa mbele, yaani lazima umalize vyanzo vingine. Hata kama tukitumia hoja ya serikali kwamba eti miradi ya maji gharama yake ni ndogo, shilingi 36 kwa unit kuzalisha umeme kwa maji, ukilinganisha na kuzalisha umeme kwa gesi ambayo ni shilingi 147, au mafuta ambayo ni shilingi 526, serikali inasahau na inaacha kusema ukweli kwamba mpango kabambe wa umeme, Power System Master Plan, iliainisha miradi ya maji kimkakati, na tulikuwa na uwezo wa kuzipata hizo megawati 200 na 2001, hata kama tungeamua kuzalisha kwa maji kwa vyanzo vingine. Tungechukua Ruji, tungechukua Mnyera, tungechukua vyanzo mbalimbali, tungevichanganya pamoja bila kuharibu mazingira, tungezalisha megawati 2100 kwa maji. Lakini serikali ikaacha hayo kabisa. Lakini serikali inaposema uzalishaji wa umeme kwa STIGLAS ni shilingi 36 kwa unit, inasahau hivi ni hasara kiasi gani kama taifa tutaipata kwa kuharibu selusi na kupunguza kiwango cha utalii na mapato yanayotokana na utalii. Sasa kwenye uchumi kuna kitu kinaitwa opportunity cost. Yaani gharama za fursa. Ukichukua fursa hii, unaingia gharama za fursa, unapoteza gharama nyingine, au unaingia gharama nyingine. Katika mazingira kama hayo, ukifuata into hasara ya kiuchumi utakayoipata kwa uharibifu wa selusi, kimsingi gharama ya umeme wa STIGLAS ni kubwa kuliko hizo unit 36 ambazo zinazungumzwa na serikali. Kwa serikali iseme kweli. Na ili serikali iweze kusema kweli, naitaka serikali ifanye jambo la pili. Maana jambo la kwanza nilisema mkataba wa ujenzi wa STIGLAS uwasilishwe bungeni. Jambo la pili, serikali inasema tathmini ya kimazingira ilifanyika, yaani ya kuangalia athari za mazingira, na serikali ikapima faida na hasara, ndio ikaamua kuchukua huu mradi, na kwamba wakafanya upembuzi yakinifu na kwamba kila kitu kiko vizuri. Sasa serikali hii inayodanganya kuhusu kiwango cha fedha ambacho amepewa mkandarasi mpaka hivi sasa, haiwezi kuaminika ikisema kwa mdomo kwamba tathmini ya mazingira ilifanyika na upembuzi ulifanyika na kila kitu kiko sawa sawa. Katika mazingira haya, kama jambo la pili, ninaitaka serikali pamoja na mkataba wa ujenzi iilete bungeni
hiyo ripoti ya tathmini ya kimazingira inayosemekana imefanyika. Sio watumia ripoti ya yule profesa wa miaka ya nyuma sana wa chuo kimojawapo, sitaki kumtaja jina, ambaye tathmini ripoti zilizofuata, lakini NEMC yetu na vyombo vingine vya kuheshimika, ili tuweze kuona athari na faida za mradi huu. Sisi wengine tulisema tunaungana na Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere alifikiria mbali kuhusiana na mradi wa Stiegler's, lakini aliweka mradi wa Stiegler's kama mradi wa mbele. Utumie vyanzo vingine, utumie vyanzo mpaka joto ardhi. Hizo megawati tunazozitafuta 2100 tungeweza kuamua kuacha maji. Nimesema hata tungetaka maji tungepata bila kutumia Stiegler's. Tungepata kwenye miradi mingine ya maji maeneo mbalimbali ya nchi, na tungesambaza wigo wetu wa migawanyo ya miradi ya umeme, wanaita energy mix, badala tu ya kujikita kwenye chanzo kimoja cha maji, tungeweka na vyanzo vingine. Lakini tungesambaza vile vile, badala ya moyo wa grid kuwa sehemu moja, kwa maana ya kuwa pale Stiegler's kuwa Rufiji, tungesambaza moyo wa grid ya taifa ya umeme kwa kuwa na vyanzo vya umeme wa maji kwenye mikoa mbalimbali ambayo tayari imeshaonekana inayo fursa ya kuzalisha umeme kwa mujibu wa Power System Master Plan, mpango kabambe wa umeme ambao ni wa serikali yenyewe. Lakini tungeweza vivyo kuweka pembeni masuala ya mradi wa maji. Tungeamua kuzalisha umeme kwa kutumia joto lililoko ardhini katika nchi yetu, Mbeya na maeneo mengine. Tungezalisha umeme wa upepo. Na nasikitika serikali inasema kwamba hakuna serikali ambazo zilikuwa tayari kugharamia au kuunga mkono au kutoa mikopo au kutoa misaada yenye masharti nafuu kwa ajili ya miradi ya umeme badala ya maji. Mimi naomba nihitajie serikali mojawapo. Na kama hiyo serikali haijawahi kufikiria kuiunga mkono Tanzania kwenye masuala ya nishati mbadala, ijitokeze ikanushe taarifa yangu. Serikali mojawapo ambayo ilikuwa tayari kuidhamini serikali ni serikali ya Ujerumani. Sasa naibu waziri anaposema bungeni kwamba hakuna serikali yoyote duniani kokote iliyokuwa tayari kugharamia masuala ya nishati mbadala au nishati jadidifu kwa kiwango cha kuona kwamba mwanya pekee uliobaki ni kufanya mradi wa Stiegler's, naibu waziri anatoa taarifa ambazo hazina ukweli. Kwa hiyo hilo nataka kusema kwamba kuna vyanzo vingine vya ziada ambavyo serikali ingeweza kuvitumia kwa gharama ambazo ni za chini zaidi na bila kuathiri uchumi wa nchi, na tungeweza kusonga mbele. Lakini nihamie kwenye sekta ya pili ambayo nitaizungumza, sekta ndogo ya pili. Nitagusagusa kidogo, nitarudi kidogo kwenye umeme wakati naizungumza hii sekta, ingawaje nahamia kwenye sekta ya pili sasa ya gesi. Watanzania tuliaminishwa na aliyekuwa rais wakati huo, Mheshimiwa Jakaya Kikwete, na serikali nzima. Rais Kikwete wakati huo ni mazungumzo vile ambayo kimsingi alikuwa anamhusu Rais Magufuli wakati huo akiwa waziri wa ujenzi. Tuliaminishwa kwamba nchi inaingia kwenye uchumi wa gesi. Na kwamba gesi itatuwezesha kuzalisha umeme, gesi itatuwezesha kutumika viwandani na kupunguza gharama za uzalishaji viwandani. Tuliaminishwa mpaka kwamba hapa Dar es Salaam kwa mfano magari yataanza kutumia gesi, kwa gharama za mafuta tutaacha kutumia mafuta kwa kiwango kikubwa, gharama zitashuka za uingizaji wa mafuta. Tuliaminishwa kwamba sasa badala ya kuingiza mitungi ya gesi kutoka nje, hii tunayoitumia sasa inaongeza gharama za umeme majumbani ambayo ni ya LPG, liquefied petroleum gas, tungeanza kutumia mitungi ya gesi ya LNG, tungetumia kupunguza gharama. Tuliaminishwa kwamba mradi wa mabasi yaendayo haraka ungetumia gesi, gharama zingekuwa chini za nauli. Tuliaminishwa kwamba nchi inaingia kwenye uchumi wa gesi ambao ungekuwepo kwenye viwanda, na tukaaminishwa, na kwa sababu ya kuaminishwa huko nchi ikaingia kwenye gharama za ujenzi wa bomba la gesi kutoka Mtwara mpaka Dar es Salaam, ambapo lilijengwa na kampuni ya China Petroleum and Technology Development CPTDC kwa gharama za takribani dola bilioni 1.285, ambapo hata ingekuwa shilingi 2000 hapo unazungumza mradi wa shilingi trilioni 2.5. Tukifactor in kukua kwa exchange rate, kwa sababu sehemu ya mradi huu, gharama za mradi huu dola za bilioni 1.225 tulikopa mkopo masharti nafuu kutoka
Exim Bank ya China, kwa sababu tulikopa kutoka China sehemu kubwa ya huu mradi. Maanake kuporomoka kwetu kwa shilingi au kushuka kwa thamani ya shilingi kunaongeza gharama za huu mkopo kadiri unavyozidi kuongezeka. Kwa ni kama ningetumia takwimu halisi ya exchange rate ya leo, mradi huu ungekuwa ni wa zaidi ya hizo trilioni 2.5 nilizozizungumza. Lakini tuchukulie ni trilioni 2.5 zimewekezwa kwenye bomba la gesi kutoka Mtwara mpaka Dar es Salaam. Tukiaminishwa kwamba sasa gesi italetwa Dar es Salaam na maeneo mengine ambapo bomba inapita, kutazalishwa umeme, itatumika viwandani, itatumika majumbani, itauzwa nje ya nchi, tutapata mapato makubwa sana. Mpaka sasa linatumika kwa 6% peke yake. 6%, yani una bomba ambalo lingepaswa lipitishe gesi, bomba kubwa lingepaswa lipitishe gesi kwa 100%, kiwango cha gesi kinachopita kwa zaidi ni kile kinachotumiwa na TANESCO 6% ya bomba zima kwa ujumla wake. Hiki ni kiwango cha TANESCO. Wengine waliobaki viwanda vidogo vidogo, kuna viwanda vichache vinatumia, asilimia yao ni ndogo sana. Kwa maneno mengine, sehemu kubwa ya bomba ambayo tumelijenga kwa trilioni 2.5, sehemu kubwa ya bomba haitumiki. Ukiondoa 6% ya TANESCO na pasenti ndogo ndogo ya baadhi ya viwanda vichache. Inapita zaidi gesi ambayo ilianza kuvunwa kuanzia mwaka 2004, gesi ya Songosongo na gesi ya Mnazi Bay kwa kiwango fulani, lakini ile sekta nzima ya gesi, sekta ndogo yote ya gesi, tuliambiwa kuna utafutaji mkubwa wa gesi bahari kuu, kuna utafutaji mkubwa wa gesi upstream and low stream na kadhalika. Sehemu kubwa ya gesi haipiti kwenye hilo bomba. Serikali ya Magufuli itueleze wa Tanzania ni kwa nini iliachana kabisa, iliweka pembeni kabisa mradi wa gesi na ikaacha kabisa ajenda ya uchumi wa gesi, uchumi wa gesi, uchumi wa gesi, uchumi wa gesi. Sasa tunazungumza uchumi wa Stiglitz, uchumi wa Stiglitz, uchumi wa Stiglitz, uchumi wa Stiglitz. Ni kwa nini serikali ilifanya uamuzi huo? Na katika mazingira haya ya kwamba huu ni mkopo tumekopa kutoka China na hatutumii, basi ni vyema serikali, ya hili jambo la tatu ambalo naitaka serikali kuleta bungeni. Serikali ilete bungeni mikataba yote iliyohusiana na ujenzi huu wa bomba, ili bunge lipitie, lione athari ambazo taifa tunapata kutokana na mikataba hii. Mikataba yote, mkataba wa ujenzi kwa mkandarasi, mkataba ya mikopo, mikataba yote ambayo iliambatana na ujenzi wa bomba hili, mikataba hii iletwe bungeni, bunge lipitie. Huko nyuma nikiwa waziri kivuli wa nishati na madini, niliomba sana hii mikataba ya gesi, basi mikataba yote hii ilete bungeni. Lakini kingine ambayo ni jambo la 4 ambalo nataka serikali ilete bungeni. Mtakumbuka wakati wa mgogoro wakati wa ujenzi wa bomba hili, kabla halianza kujengwa, kulizuka sintofahamu kubwa kule Mtwara, gesi itoke, gesi isitoke. Gesi itoke, gesi isitoke. Na kama ilivyokuwa kwa korosho huko kusini, kama ilivyokuwa kwa korosho Lindi na Mtwara, jeshi likaingizwa kwenye kushughulika kuwataka wananchi waruhusu bomba la gesi lijengwe. Na mnakumbuka kukatokea vifo, katokea maafa, kuna vitu vingi vitokea. Bunge likaunda kamati ya kwenda kuchunguza. In fact, naomba nirekebishe ieleweke. Spika wa bunge wakati huo, kuna tofauti kati ya bunge likiunda kamati na spika akiunda kamati. Spika wa bunge wakati huo Anna Makinda aliunda kamati, ikaenda Mtwara kwenda kukutana na wananchi, kukutana na jeshi, kuchunguza mgogoro wote huo ili kupata ufumbuzi na kadhalika. Nasema ni kamati ya spika kwa sababu kamati za bunge huwa zinaundwa kwa hoja kutolewa bungeni, bunge kukubaliana kuunda kamati, alafu inaundwa kamati teule ya bunge, na mamlaka yake na madaraka yake ni tofauti kabisa na kamati ya spika. Kwa kuundwa kamati ya spika, lakini toka wakati wa spika Makinda mpaka leo, yeye ripoti ya ile kamati imefanywa kuwa siri. Sasa kwa sababu miradi ya gesi imekwama, imesimama. Kusini kule nilikuwepo Lindi, nilikuwepo Mtwara, nimezunguka huko. Wananchi wanauliza nini kinaendelea kuhusu gesi? Nini kinaendelea kuhusu maoni yetu tuliyosema mbele ya kamati juu ya viwanda huku, juu ya uchumi wa gesi? Kwa sababu kuna huu mkwamo, naitaka serikali kama jambo la 4 kuleta bungeni hiyo ripoti ya spika, kwa sababu serikali ilipewa hiyo ripoti na spika wakati huo Anna Makinda,
na serikali ikasema itaenda kutekeleza mapendekezo ya hiyo ripoti. Sasa serikali ya sasa ilete bungeni hiyo ripoti, ieleze utekelezaji azimio kwa azimio, pendekezo kwa pendekezo, sio azimio sababu haikuja bungeni mwanzoni, pendekezo kwa pendekezo, miongoni mwa mapendekezo ya hii kamati iliyokwenda Mtwara na Lindi kuchunguza masuala ya mgogoro wa gesi. Hili jambo la 4. Jambo la 5 ambalo nataka serikali ilete bungeni. Spika mpya alipoingia alianza utaratibu wa tofauti na miaka mingi ya nyuma, ambapo ukiondoa kamati kama hiyo ya Makinda ya kuhusiana na mgogoro wa gesi, kamati nyingi zilikuwa zinaundwa ni kamati teule. Iliundwa kamati ya sakata la Jairo, ziliundwa kamati teule kadhaa miaka kadhaa. Huko nyuma kuliundwa kamati ya swala ya Richmond, kamati teule za bunge. Spika wa safari hii yaani upo kwenye kanuni za bunge, lakini kwa miaka kadhaa sasa, tumefika mwaka 2019, toka mwaka 2015 tulivyoanza bunge hili. Mimi nikiwa mbunge wa Kibamba sasa, toka nikiwa mbunge wa Ubungo sasa nikiwa mbunge wa Kibamba. Kimsingi mambo makubwa yanatokea. Imetokea swala la almasi, kukaundwa kamati ya spika. Imetokea swala la Tanzanite, kukaundwa kamati ya spika. Kaundwa kina kamati ya spika kuhusu gesi. Na spika kwa sababu anajua amekwepa kuunda kamati teule, ripoti zikitoka anazikabidhi moja kwa moja kwa serikali, haziendi kujadiliwa bungeni. Sasa spika aliunda kamati vile kuhusu masuala ya gesi kupitia mikataba. Spika wa sasa Job Ndugai, kupitia mikataba mbalimbali ya utafutaji wa mafuta na gesi kimsingi. Kwa hiyo kama jambo la 5 sasa, nitoe mwito kwa spika wa bunge, na sio spika wa bunge peke yake, kwa serikali, kwa sababu serikali ilipewa nakala hiyo ripoti. Tarehe 28 serikali inapokwenda kusoma bajeti yake bungeni, ieleze vile vile pendekezo kwa pendekezo utekelezaji wa mapendekezo yaliyokuwa kwenye ripoti ya uchunguzi iliyoundwa na spika kuhusu gesi, na spika awezeshe wabunge tupewe nakala ya hiyo ripoti ili tupime kati ya maelezo ya serikali kuhusiana na utekelezaji wa mapendekezo ya kamati ya spika kuhusu gesi na utekelezaji halisi uliofanywa na serikali, tuko katika hatua gani kuhusu gesi. Nasema haya masuala ya gesi ni makubwa kwa sababu tu tumeweka pembeni miradi ya gesi kwa sehemu kubwa. Na kati ya mradi ambao umewekwa pembeni, na kwa sauti kubwa sana niseme kwamba umewekwa pembeni, ni mradi wa kitu kinachoitwa LNG plant, liquefied natural gas plant, ambayo ilipaswa kujengwa kusini. Huu ni mradi mkubwa kuliko Stiglas, ni mradi mkubwa kuliko SGR, Standard Gauge Railway, ni mradi mkubwa kuliko biashara ya ndege. Kwa sababu mradi mmoja peke yake wa liquefied natural gas ambao ungesindika ile gesi asilia inayopatikana Lindi na Mtwara. Huu mradi mmoja peke yake kwa makadirio ya wataalamu unagharimu kati ya trillion dola kwanza niseme ni USD, dola bilioni 20 mpaka bilioni 30 US dollars, bilioni 20 mpaka 30, ambao ukigeuza kwa haraka tu kwa kutumia shilingi 2000, huu mradi ni wa shilingi kati ya trillion 40 mpaka trillion 60. Hakuna mradi toka kuumbwa kwa nchi yetu, hakuna mradi wowote uliowahi kuwa mkubwa kwa kiwango cha mradi huu mmoja. Kwa kama mradi huu tungefanikiwa kufikia makubaliano mapema kati ya serikali ya Tanzania na nchi washirika tafuta gesi kule Lindi na Mtwara na nyingine ambazo zimeshaanza kuvuna gesi, iwe ni Norway, iwe ni Uingereza, iwe ni Uholanzi, iwe nchi mbalimbali ambazo ziko zinahusika na gesi kule, zimeungana pamoja kujaribu kuunda ubia wa aina fulani wa kutekeleza mradi huu kwa kuingia ubia na serikali ya Tanzania. Lakini mradi huu umekwama. Mradi huu ungeanza kutekelezwa, yaani kiwango hiki cha fedha kingeanza kuingia kwenye uchumi wa nchi yetu kutoka nje. Huu kwa kiwango chake hauwezi kutekelezwa kwa pesa za ndani. Ndio maana niwachekeshe tu, serikali ya nchi yetu kwenye mradi huu unaogharimu bilioni kati ya 50 mpaka 60
serikali ya Tanzania imetenga na itawapa matumaini tarehe 28 kwamba ina moyo inatekeleza mradi. Serikali ya Tanzania imetenga bilioni 6.5 kwa bajeti ya mwaka 2019-2020. Alafu itatumia bilioni 6.5 kuambia Watanzania we are on the right track, kwamba mradi huu NNG umeweza kutekelezwa, tumeingiza kwenye budget shilingi bilioni 6.5. Mradi wa trilioni 60 au trilioni 40 trilioni. Serikali ya Tanzania imetenga bilioni 6.5, alafu itatumia bilioni 6.5 kuaminisha Watanzania kwamba eti imeshaanza mkakati wa utekelezaji wa huu mradi. Alafu kituko cha ziada ni kwamba hii bilioni 6.5 ni kiwango hicho cha fedha vile vile serikali ilitenga kwenye bajeti ya mwaka uliopita. Yaani mwaka uliopita ilitenga hizo bilioni 6.5, bajeti ya 2018-19 bilioni 6.5, haikutekeleza. Safari imerudia tena, imeweka kiwango kile na ikisema sasa inaanza utekelezaji wa mradi wa Tanzania. Lakini kwa Watanzania wote, hiki kiwango cha fedha kingeingizwa kwenye uchumi wa nchi, hii hali inayosemwa sasa ya vyuma kukaza, hii hali ingetoweka. Kwa sababu kiuchumi sasa hivi serikali kwa kuwa inakosa pesa kwa wahisani au pesa za mikopo ya masharti nafuu kama ambavyo imekosa kwenye mradi wa Stiglas, inachukua fedha za mapato yetu ya ndani, yani kodi ambazo tunalipa mimi na wewe, inaziingiza kwenye miradi ambayo wakandarasi wake sio wakandarasi wa ndani. Yaani kama huo mradi wa Stiglas unazungumzia Arab contractors kutoka Egypt na washirika wake. Kwa hiyo inachukua pesa kwenye uchumi wa nchi, inazirusha kuzipeleka nje kwa kiwango kikubwa, haziwezi kwa sababu tu yanagusa maisha yetu kila mmoja wetu. Sasa sababu hiyo nitaomba kwa sababu ya muda jambo la mafuta nisilizungumze kabisa kwa leo, tutaitafutia wakati mwingine. Jambo la mafuta ambalo ningezungumzia kuhusu haya matumaini tunayojengewa juu ya ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Uganda mpaka Tanga, na nini kinaendelea hasa kiukweli tofauti na kinachosemwa nje. Sasa hili la bomba la mafuta naomba leo nisizungumze kwa sababu ya muda, tutaitafutia wasaa wakati mwingine. Lakini nimalizie kwa kutoa rai ambayo ni jambo langu la 6 na la mwisho kwa Tanzania. Kwa ukubwa haya niliyoyazungumza, mjadala huu wa umeme, gesi, mafuta haupaswi kuwa ni mjadala wa Chadema peke yake, au haupaswi kuwa ni mjadala wa waziri kivuli wa nishati peke yake. Huu mjadala unapaswa kuwa wa Watanzania. Kwa walioko kwenye mitandao ya kijamii, natarajia na naomba sana kuanzia leo waanze kuiuliza serikali. Kwanza waitake serikali ipeleke mikataba bungeni. Kwa tuanze kutaka, kama ni hashtag ya mikataba bungeni, mikataba gesi asilia bungeni, mikataba ya gesi iende bungeni. Mradi kama huu wa Stiglas tutake mkataba iwekwe hadharani. Kwa mkataba wa Stiglas nao tutake mkataba uwekwe hadharani. Kama hawezi kuweka hadharani kupitia vyombo vya habari, basi mkataba upelekwe bungeni ili wawakilishi wananchi wenye mamlaka kwa mujibu wa katiba ibara ya 63 ibara ndogo ya pili waweze kuishauri na kusimamia serikali ipasavyo. Kwa hiyo la pili kwenye hilo jambo la 6 ambalo linahusu wananchi tu na wadau wote nje ya bunge ni kwamba mjadala uwepo wa kutaka haya niliyoyasema kuanzia mwanzoni, jambo la kwanza mpaka la 5, serikali itakiwe na wananchi. Baki kama jambo la Chadema peke yake au jambo la waziri kivuli wa nishati peke yake, serikali itaona hii ni sauti iliyo nyikani. Hii sauti iko nyikani, serikali inaweza isichukulie kwa uzito mkubwa kama ambavyo ikiwa ni sauti ya Watanzania wote wanataka haya mambo 5 yafanyiwe kazi. Mambo yote haya ya ripoti zinazotakiwa kwa bungeni, tutake ripoti za uchunguzi ziende bungeni na kadhalika. Ili mwisho wa siku mjadala wa nishati usiwe tu mjadala wa siku mbili kwamba serikali inasoma hotuba tarehe 28, kila mtu anasubia tarehe 28, anasikiliza hotuba ya serikali, kamati inasoma, kambi ya upinzani inasoma, wabunge wanachangia tarehe 28, 29 mjadala umefungwa, mambo yanabaki kuwa yale yale. Kwa ukubwa wa jambo hili tusikubali mambo yawe yale yale. Ndio maana inabidi tuanze mjadala kuhusiana na masuala ya nishati ambayo ndani yake kuna sekta ndogo ya mafuta, sekta ndogo ya gesi na sekta ndogo ya umeme. Tuanze mjadala kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari kuanzia leo, uendelee kesho kutwa
uendelee tarehe 29 wakati wa uhitimishaji, na baada ya hapo tuendelee mjadala, kwa sababu kupitishwa kwa bajeti ya nishati peke yake tarehe 29 hakufungi mjadala, kwa kuwa bado bajeti kuu ya nchi inakwenda kuwasilishwa mwezi Juni. Kwa kama kuna mambo ambayo Wizara ya Nishati itayakwepa, ijue inayakwepa kwa muda tu, kwa sababu bado tunakwenda kwenye bajeti kuu ya nchi. Kwa hiyo haya yatatokea tu kama nyinyi wa Tanzania kwa ujumla wenu wote mkaona uzito haya mambo matano niliyozungumza, na tukafanya hatua ya 6 ya pamoja ya kutaka hatua hizo 5 ziweze kuchukuliwa na serikali kupitia mitandao ya kijamii na kupitia vyombo vya habari. Mheshimiwa wanahabari, nimezungumza mengi. Bahati mbaya hakuna press release inayokwenda na huu mkondo niliouzungumza, kwa sababu yalikuwa yanazungumzwa tu impromptu hapa. Kwa hiyo nitaomba myachukulie kwa uzito unaostahili, lakini mkuu wetu wa idara ya habari na mawasiliano anaweza kufanya analysis yake ya haya niliyozungumza na nini. Kwa wale ambao watahitaji hiyo analysis, mtamuona, mtawasiliana na Makena, atawaeleza utaratibu wa kuwezesha hiyo analysis. Lakini kwa maana ya taarifa yangu kwa vyombo vya habari, mkutano wa leo hakuna taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na waziri kivuli wa nishati, bali ni mazungumzo yangu mimi na nyinyi wanahabari, na naomba kwa kuwa mna vifaa vingi vya kurekodia, basi mtascribe kutokea kwenye yale niliyozungumza muweze kuchukua hatua zinazostahili. Kwa sasa naomba nikaribishe maswali kama hapa. Asanteni sana. Nashukuru sana waziri kivuli wa